Mtazamaji mpendwa wa televisheni yetu ya Tumaini, karibu katika kipindi chetu cha Ijue Liturujia ya Kanisa Katoliki. Na kama kawaida anayekuletea kipindi hiki ni mimi Padre Clement Kihio kutoka idara ya liturujia Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na fundi wetu wa mitambo ni Simon Peter. Na kabla hatujaendelea na kipindi chetu, tuanze kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waamini wako, washa mapendo yako, peleka Roho wako, vitaumbwa upya na nchi zitageuka. Tuombe. Mungu uliyefundisha nyoyo za waamini wako ukiwaletea mwanga wa Roho wako Mtakatifu, tunakuomba utuongoze na yule Roho tupende aliyo mema, tupate daima faraja zake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Mtazamaji mpendwa, tuendelee kutafakari juu ya kipindi hiki cha Kwaresma. Katika vipindi vyetu vilivyopita tuligusia Juma Kuu, tukaona na misa ile ya mafuta, lakini tumeona kwamba ni muhimu tukagusa baadhi ya siku ambazo ni muhimu sana: siku ya Ijumaa Kuu, Jumamosi Kuu pamoja na kesha la Pasaka. Kwa hiyo leo tujikite katika hizo siku hizo: Ijumaa Kuu, Jumamosi Kuu pamoja na kesha la Pasaka. Tunajua kwamba kesha la Pasaka linaunganika na ile Jumamosi Kuu, lakini lina upekee. Tuanze na Ijumaa Kuu. Wote tunaifahamu siku ya Ijumaa Kuu. Tunaambiwa funga siku ya Jumatano ya Majivu, usile nyama siku ya Ijumaa Kuu, kwa sababu ni siku ile ya mateso, siku ya kilele cha mateso ya Bwana. Kwa hiyo siku ya Ijumaa Kuu pamoja na siku ya Jumamosi Kuu, kwa mapokeo ya tangu zamani, kanisa haliadhimishi sakramenti yoyote, tunasema isipokuwa sakramenti ya kitubio pamoja na sakramenti ya wagonjwa. Kwa hiyo hakuna sakramenti yoyote itakayoadhimishwa, sio ubatizo, sio kipaimara, sio daraja takatifu, bali nizo sakramenti mbili tu: sakramenti ya kitubio pamoja na sakramenti ya wagonjwa. Na kanisa linatuelekeza kwamba altare iwe tupu kabisa, kusiwe hata na kitambaa chochote ambacho tangu Alhamisi, vitambaa hivyo baada ya ile adhimisho la Alhamisi na kuhamisha sakramenti, basi hakuna chochote kinachoachwa pale altareni. Iwe tupu kabisa, na tena iwe bila misalaba wala mishumaa wala vitambaa aina yoyote. Huo ndio utaratibu wa kiliturujia. Na siku ya Ijumaa Kuu, muda wa alasiri, yani manake kuanzia saa 9, basi waamini hukusanyika na kuanza adhimisho la Ijumaa Kuu, ambao ni adhimisho la mateso ya Bwana. Na kama tunavyoelekezwa, adhimisho hili lina sehemu 3. Kuna liturujia ya neno, liturujia ya kuabudu msalaba, na liturujia ya komunyo takatifu, na kila sehemu ina umaana wake. Liturujia ya neno ina umaana wake, liturujia ya kuabudu ina maana yake, na liturujia ile ya Ekaristi takatifu ambayo tumeizoea. Na siku ya Ijumaa Kuu, kama tunavyofahamu, kuna maombi 10 maalum. Tunasema maombi kwa ajili ya watu wote. Hivi mtazamaji, ushawahi kuyatafakari haya maombi 10 kwa kina, au tu tuna siku ile unasikia tu tuombe, tupige magoti, husikilizi kile ambacho kinatajwa kwamba kinagusa kitu gani? Leo katika kipindi hiki ningependa tutafakari hayo maombi 10 ni yapi, na ndani ya kila ombi kuna kitu gani. Tuanze na ombi la kwanza, ni kwa ajili ya kanisa takatifu. Ombi lenyewe linasema hivi: enyi ndugu wapendwa, tuliombee kanisa takatifu la Mungu, ili Bwana wetu apende kulijalia amani, kulikusanya, kulilinda popote duniani. Pia atujalie sisi tumtukuze Mungu Baba Mwenyezi
katika maisha ya amani na usalama. Kwa hiyo ombi la kwanza ni kuhusu amani na usalama. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie amani na usalama. Sisi kama taifa la Tanzania kwa leo hii tunahitaji amani na usalama. Lakini sio tu kwa Tanzania. Tunaangalia nchi jirani zinazotuzunguka. Je, kuna usalama? Kuna wenzetu kule Kongo wanapigana. Kuna chokochoko za majirani zetu wanapigana. Kwa hiyo tunapoombea taifa letu amani na usalama, tusiwasahau majirani zetu na dunia kwa ujumla. Kanisa linashambuliwa. Saa nyingine tunajishambulia sisi wenyewe kwa wenyewe ambao tuna imani katika Kristo, tunashambuliana. Tunakosa amani na usalama. Kwa hiyo ni kipengele muhimu sana siku ya Ijumaa Kuu sisi kama Wakatoliki tuliombee kanisa amani na usalama. Ombi la pili ni kwa ajili ya Papa, kwa ajili ya Baba Mtakatifu. Ombi lenyewe linasema hivi: tumuombee Baba Mtakatifu wetu, tunamtaja na jina, na sasa hivi Baba Mtakatifu wetu Francisco, ili Mungu Bwana wetu aliyemteua katika daraja ya uaskofu amlinde akae mzima na salama kwa ajili ya kanisa lake takatifu, apate kuliongoza taifa takatifu la Mungu. Tukiangalia, amlinde akae mzima na salama. Tena kwa mwaka huu tunaambiwa Baba Mtakatifu afya yake sio njema. Kwa hiyo siku ya Ijumaa Kuu ni maombi ya pekee kumwombea Baba Mtakatifu alilinde kanisa takatifu la Mungu. Ombi la tatu ni kwa ajili ya kila daraja na cheo cha waamini. Ombi hili linasema hivi: tumuombee pia askofu wetu. Kila jimbo litamtaja askofu wao. Kwa Dar es Salaam tutamtaja askofu wetu mkuu Yuda Tadeus Ruwaichi na askofu wake msaidizi. Majimbo mengine, Tanga tutamtaja Thomas Kiangio, kule Mwanza tutamtaja Renatus Nkwande. Jimbo la Roma litamtaja Baba Mtakatifu ni askofu wa Roma. Kule Nairobi watamtaja mwingine, lakini sisi katika kila jimbo tutamtaja askofu wa jimbo husika. Tunaombea vile vile maaskofu wote wa dunia nzima. Tunaombea mapadri wote. Tunaombea mashemasi wote wa kanisa. Tunaiombea jamii yote ya waamini. Wewe unayeusikiliza tunakuombea. Lakini vile hatukuombea wewe tu, na jamii yote anayeamini naye tunamuombea siku ya leo. Ili wote kwa msaada wa neema ya Mungu waweze kutumikia kiaminifu siku zote za maisha yao. Kwa hiyo askofu watumikie kiaminifu, mapadri watumikie kiaminifu, mashemasi watumikie kiaminifu, na waamini wote. Ombi la nne ni kwa ajili ya wakatekumeni, wanafunzi wa dini. Na ombi linasema hivi: tuwaombee pia wakatekumeni wetu, ili Mungu Bwana wetu azibue masikio ya mioyo yao na afungue mlango wa rehema yake, kusudi wakiisha kupata maondoleo ya dhambi zao zote kwa njia ya ubatizo na kuzaliwa upya, nao pia wawemo ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu. Kwa hiyo yeyote yule ambaye ni mwanafunzi wa dini, wale wanaojiandaa kubatizwa ule usiku wa Pasaka, tunawaombea kwa namna ya pekee. Wafunguliwe masikio. Masikio gani? Sio masikio haya ya kawaida tu ambayo lakini masikio ya mioyo yao. Maana tunalisikia neno la Mungu kwa masikio yetu, vinaingia upande wa kulia, tunatoka upande wa kushoto. Lakini moyo utakapofunguka, basi tutaweza kuyaweka yale yote ambayo tunafundishwa. Kwa hiyo wanafunzi wetu tunawaombea, kila mmoja awaombee wanafunzi hawa masikio ya mioyo yao iweze kufunguka, waweze kumpokea Kristo katika mioyo yao. Ombi la tano kwa ajili ya umoja wa Wakristo. Ombi lingine linasema hivi: tuwaombee pia ndugu wote wanaomwamini Kristo, ili Mungu na Bwana wetu apende kuwakusanya
katika kanisa lililo moja na kuwalinda hao watendao ukweli. Wote wanaomwamini Kristo tunaombea hapa. Ombi la 6 ni kwa ajili ya Wayahudi. Na ombi linasema hivi: tuwaombee pia Wayahudi ambao Mungu Bwana wetu alinena nao kwanza, ili awajalie wazidi kulipenda jina lake na kuwa waaminifu katika kuishi agano lake. Kwa nini tunaombea Wayahudi? Kwa sababu Mungu alinena nao kwanza, na baadaye akaja akanena nasi wengine ambao tumekuja kupokea injili baadaye. Kwa hiyo alinena nao kwanza, kama tunavyosoma katika Torati ile pamoja na manabii, kwamba Mungu alinena na mababu zetu, alinena na babu yetu wa imani Ibrahimu. Yote tunayosoma yanatoka katika hawa wateule wa kwanza, ni taifa teule. Na hata imani nyingine, ukiangalia Wakristo sisi, ukiangalia na wengine wanaofuata imani ya Ibrahimu kama Waislamu, na Wayahudi wengine wanaofuata dini ya Kiyahudi, tunasema wote tunatoka katika chimbuko hili moja, kwamba wote Mungu alinena nao kwanza hawa Wayahudi, baadaye imani ikatufikia sisi. Kwa hiyo tunawaombea hawa ili Mwenyezi Mungu awajalie waishi, waendelee kuwa waaminifu kwa yale ambayo waliyapokea tangu mwanzo, wasikengeuke, na waendelee kuliishi agano lile ambalo walifunga pamoja na Mwenyezi Mungu. Walitambua ile agano la Ibrahimu pamoja na Mungu, kwamba yeye atakuwa chanzo cha baraka kwa mataifa mengine. Watambue kwamba mataifa mengine yaliyopokea injili yanaamini katika huyu wanaomuita babu yao, ambaye nasi tunamuita babu yetu katika imani. Ombi la 7 ni kwa ajili ya kwa ajili ya wasiomwamini Kristo. Ombi lenyewe linasema hivi: tuwaombee pia wale wasiomwamini Kristo, ili wakiangazwa kwa nuru ya Roho Mtakatifu wapate nao kuingia katika njia ya wokovu. Wakiamini katika nuru ya Roho Mtakatifu wapate nao kuingia katika njia ya wokovu. Wapo wengi wanaamini katika Mungu, lakini hawamwamini Kristo. Wapo wengi, hatuhitaji kuwataja, lakini wapo wengi hawamwamini Kristo, hawaamini fundisho lolote juu ya Kristo, au hawajui lolote juu ya Kristo. Uache hizi dini ambazo tayari msingi wake ni Torati. Kiangalia Wayahudi, hata kama wanasema hawamwamini Kristo, lakini bado yuko katika historia yao, wanamtambua kwa namna moja au nyingine. Wapo wa Kristo, wote tunamtaja Kristo, na wapo Waislamu pamoja kwamba wana msimamo mwingine, lakini wanamtaja kama Isa bin Maryam. Wanaamini baadhi ya vipengele vya huyu Isa bin Maryam ambaye ndiye Yesu Kristo. Lakini kuna ambao hawamtambui Kristo kabisa na wala hawataki kusikia habari ya Kristo. Hao ndio tunaoombea haswa katika siku ya leo. Ombi la 9 ni kwa ajili ya viongozi wa serikali. Viongozi wa serikali. Na ombi lenyewe linasema hivi: tuwaombee pia viongozi wote wa serikali, ili Mungu Bwana wetu aelekeze akili na mioyo yao kadiri ya mapenzi yake, kusudi watu wote wapate amani na uhuru wa kweli. Kwa hiyo tunaombea viongozi wa serikali. Sisi tunafuata haya mafundisho kwamba serikali ina nafasi muhimu, na tunasema serikali imechaguliwa na Mungu kutokana na Mtakatifu Paulo anavyotufundisha kwamba serikali imewekwa na Mungu kwa ajili ya kuwatumikia wanadamu. Inaitwa
ni kama watumishi wa Mungu kwa ajili ya kumtumikia mwanadamu katika masuala yanayohusu mambo ya kiulimwengu. Kwa hiyo ni watumishi wa Mungu, serikali. Kwa hiyo viongozi wote, tukianza na rais wa jamhuri, na kipindi hiki tutamtaja kabisa, tunamwombea rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunaombea na viongozi wengine wote. Kwa hiyo ni kazi ya kanisa kumwombea huyu kiongozi mkuu, kwa sababu imani yake na mustakabali wa nchi unategemea uimara wa huyu kiongozi mkuu pamoja na viongozi wengine wanaomzunguka. Kwa hiyo ni kazi ya kanisa. Mara nyingi utasikia watu wanasema dini isijihusishe na masuala ya serikali, au dini isijishughulishe na masuala ya siasa. Nadhani wanaosema hivyo hawatambui au hawajitambui. Ni kazi ya kanisa kuombea serikali ambayo inaungwa na wanasiasa ndani mwake. Tusipowaombea hawa wanasiasa, nchi itaparanganyika. Na wanapoenda kinyume, tusipowakemea na kuwapa maelekezo na maonyo, serikali na jamii nzima itaangamia. Kwa hiyo kanisa hata mara moja halitanyamaza kuiombea serikali na viongozi waliomo ndani, wakiwemo viongozi wa siasa. Halitanyamaza hata mara moja kuwakemea pale wanapokengeuka. Lakini kanisa hata mara moja halitasema pigia kura chama fulani au mpigie mgombea fulani. Ni kazi ya kanisa kwamba pigieni kura viongozi wanaofaa kwa kadiri mnavyowatafakari na kuwaona. Kanisa halina ushabiki wa vyama vya kisiasa, lakini siasa kama kwa ujumla wake ni kazi yake kuiombea na kuombea wanasiasa, na pale ambapo hawaendi vizuri, wanapohatarisha amani na imani, ni kazi ya kanisa basi kuwaombea. Kwa hiyo kipengele hiki cha kuiombea serikali, viongozi vya serikali ni muhimu sana, na ni kazi ya kanisa ambalo kanisa halitaacha hata mara moja kutekeleza wajibu wake wa kinabii, kifalme na kikuhani. Ni wajibu wake. Na tutambue kwamba kanisa lina vyeo hivyo vitatu. Kanisa lina cheo cha kifalme ambacho ni cha uongozi, kuhakikisha kwamba uongozi wa kanisa na taifa kwa ujumla unaenda vizuri. Uongozi wa kinabii kwa kufundisha, utaendelea kufundisha kwa jinsi inavyofaa. Na uongozi wa kikuhani kuongoza ibada za uchaji kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kanisa halitakoma kufanya hivyo, litaendelea kufanya hivyo mpaka mwisho wa dunia, tuseme hadi utimilifu wa dahari. Ombi la 10 ni kwa ajili ya wenye taabu. Tunasema, enyi ndugu wapendwa sana, tumwombe Mungu Baba Mwenyezi ili atakase ulimwengu na upotovu wote, aondoe magonjwa, afukuze njaa, afungue magereza, azifungue pingu, wanaosafiri wajaliwe usalama, walio mbali warudi makwao, wagonjwa wapone, na wanaokufa waokoke. Ni ombi linalotugusa sisi wote wenye taabu. Hakuna mtu mwenye taabu. Hata kama wewe ukiwa ni nani, utakuwa na taabu yoyote. Imetajwa upotovu wowote. Mambo yote ambayo sio mema katika maisha yetu ni upotovu. Aondoe magonjwa. Ni nani ambaye tangu azaliwe mpaka afi hajaugua? Kwa hiyo magonjwa ni sehemu ya maisha yetu. Tunawaombea wote walioko hospitalini siku ya Ijumaa Kuu. Mwenyezi Mungu aguse maisha yao, aguse masumbuko yao, aguse magonjwa yao, awasaidie na madaktari waweze kuwatibu vyema hawa. Tunasema afukuze njaa. Kuna watu wanalala kwa njaa. Kipindi hiki cha Kwaresima tumefunga ili tukiandaa kuwasaidia na wale wenye njaa, wale wahitaji. Kwa hiyo aondoe njaa. Ayafungue magereza. Magerezani kuna watu wangapi wamefungwa, wanahangaika huko. Ni taabu hiyo ya magereza. Hakuna mtu ambaye anapenda kukaa gerezani au ndugu yake akae gerezani.
Tunasema azifungue pingu za wafungwa, lakini vile vile kuna pingu mbalimbali zinazotufunga sisi, zinazotuzuia tusiendelee. Kuna pingu za umaskini, aziondoe. Wengi tunajaa kwenye makanisa yanayotoa maombi kwa ajili ya kuondoa umaskini. Unasema Mungu, hebu toa hizi pingu za umaskini. Anasema wanaosafiri wajaliwe usalama. Kila siku tuko njiani tunasafiri, tunaomba usalama. Tunasema walioko mbali warudi makwao. Kuna watu ni wakimbizi, tunaombea vile vile warudi makwao. Tunasema wagonjwa wapone. Kila mgonjwa aliyeko hospitalini, inawezekana kuna nao angalia TV wako hospitalini, nao Mwenyezi Mungu awaguse, wapone kwa mkono wa Mwenyezi Mungu. Na vile vile wanaokufa wako siku zote, tunasema nao kufa nao waokoke. Kwa hiyo ombi hili linatugusa sisi sote, na kwa wale ambao siku hiyo wataweza kuhudhuria, watakapomsikia padre analiimba au shemasi analiimba hili ombi kwa unyenyekevu, labda na mimi leo niliimbe ili liweze kukugusa, ili ombi hili liweze kukugusa. Tunajifunza, lakini vile vile ni sala, ni wakati vile vile wa kusali. Enyi ndugu wapendwa sana, tumombe Mungu Baba Mwenyezi ili atakase ulimwengu na upotovu wowote, aondoe magonjwa, afukuze njaa, ayafungue magereza, azifungue pingu, wanaosafiri wajaliwe usalama, walio mbali warudi makwao, wagonjwa wapone, na wanaokufa waokoke. Tuombe. Tupige magoti. Ni ombi ambalo likuingie katika moyo wako, lakini vile vile Mungu atujalie hizo taabu zozote ambazo tunazipata hapa duniani aweze kweli kutujalia na kutupa ahueni yake. Kwa hiyo haya ni maombi ambayo ni ya siku ya Ijumaa, ni muhimu sana, na tunawakaribisha wote siku ya Ijumaa kwa ajili ya kushiriki ibada hiyo, ambapo tutasali kwa pamoja kugusa hayo maombi yote 10 ambayo ni muhimu sana katika ibada hii ya Juma Kuu na Ijumaa Kuu. Baada ya maombi hayo, basi kwa kawaida inafuata kuabudu msalaba. Kwa Kiingereza tunaita veneration of the cross, veneration. Kuvenerate, neno kuabudu haligusi sana kinachomaanishwa katika ile tafsiri. Kuvenerate kwa Kiswahili tusemeje, au veneration tuisemeje? Lakini veneration ni heshima ya juu sana ambayo tunaitoa, tunasema great respect, ambayo tunaitoa kwa msalaba. Kwa nini tunatoa heshima iliyo kubwa kwa huu msalaba? Ni kwa sababu msalaba huu ndio uliotumika katika kumsulubisha Yesu. Yesu alitundikwa pale msalabani. Kwa hiyo ibada ile ya Ijumaa Kuu inatunyanyua sisi, nyoyo zetu, akili zetu, fikra zetu mpaka pale Kalvario, ambapo tunamuona Yesu ambaye yuko msalabani, ametundikwa pale msalabani. Kwa hiyo msalaba ambao unatubeba, huu ambao tunauona hapa, unasaidia kutupeleka pale Kalvario, ambapo Yesu mwenyewe ametundikwa msalabani. Na ni imani yetu kwamba huu wokovu umetundikwa msalabani. Ndio maana wakati wa kufungua msalaba padre anaimba, huu ndio mti wa msalaba ambapo wokovu umetundikwa juu yake. Kwa hiyo basi kumbe ni siku muhimu sana hii ya Ijumaa Kuu, ambapo kunakuwa na kuabudu msalaba. Na baada ya hapo basi inafuata Ekaristi Takatifu, tunagawa Ekaristi Takatifu. Halafu ibada inamalizika na watu wanaondoka kimya kimya
wakienda kutafakari juu ya kifo cha Yesu Kristo. Ndugu wapendwa, tungeweza kuongea mengi kuhusu siku hii, lakini basi kwa sababu ya muda wetu tuishie hapa kwa siku hii ya leo kuhusu mambo ya Ijumaa Kuu. Basi tumalizie kipindi chetu kwa sala. Tunakimbilia ulinzi wako, mzazi mtakatifu wa Mungu. Usitunyime tukiomba katika shida zetu. Utopoe siku zote kila tuingiapo hatarini. Ee Bikira mtukufu na mwenye baraka. Amina. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.